Hatua ya pili ni kumtegemea Mungu. Kumtegemea Mungu. Katika haya mambo ya Mungu ya dhabihu hai hayategemei hii akili ya kawaida, hizi mbinu za kawaida hizi. Maana unajua unataka kurushwa sio kwa mchakato wa kawaida, si ndio? Yaani wewe unatakiwa tu uamke leo umekuwa tajiri, uamke leo umekuwa wa kimataifa, si ndio? Kwa hiyo haifuati mchakato wa kawaida hiyo, haifuati mchakato wa kawaida. Kwa hiyo hata haya mambo yanahitaji imani. Lazima uwe na imani unapoyafanya, unafanya kwa imani. Neno la Mungu linasema katika Waebrania 11 hiyo 8 mpaka 10. Waebrania 11 8 mpaka 10 nasema, kwa imani alikaa ugenini katika ile nchi ya ahadi, kama katika nchi isiyo yake, akikaa katika hema pamoja na Isaka na Yakobo, warithi pamoja naye na ahadi ile ile, maana alikuwa akiutazamia mji wenye msingi, ambao mwenye kuubuni na kuujenga ni Mungu. Yaani haya mambo ya divine speed, kwamba wewe utafika mpaka wapi, utafanikiwa mpaka wapi, ni Mungu. Huo ni mji wa Mungu. Kwa hiyo lazima uwe na imani naye. Jenga imani yako kwa Mungu. Na Wafilipi 4:19 nasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji. Hii si ni njema sana hii. Wewe unahitaji nini? Yaani kwa mfano unahitaji kunywa maji. Mungu atawajazeni kila mnachokihitaji. Sio bure bure, mpaka ufike hapo. Kuna safari ya imani. Safari ya imani ili Mungu anakujaza kila unachokihitaji, kila unachokihitaji.